Kabla tujaenda moja kwa moja kwenye mada, mimi ningependa sana niwakaribishe wageni wangu. Karibuni sana Boresha Radio. Asante sana. Karibuni katika kipindi cha Better Morning. Ni Better Morning. Sasa kabla tujaingia sasa kwenye kile kitu ambacho naenda kukizungumza, wasikilizaji wanapenda kusikia kwamba tupo na wakina nani hasa siku ya leo. Kwa hiyo ningependa tujitambulishe tukianza na kiongozi hapa. Mimi kwa majina naitwa Remy Moshi, ni manager wa program kwenye eneo la rasilimali watu afya kutoka taasisi ya Benjamin Mkapa. Okay. Asante. Na mimi naitwa Clarence Mkoba, mimi ni afisa kutoka taasisi ya Benjamin Mkapa na ratibu afua za afya ngazi ya jamii kutoka taasisi ya Benjamin Mkapa. Okay. Ndio, na mimi naitwa Henry Kweka na pia natokea taasisi ya Benjamin Mkapa na pia ni meneja na naratibu shughuli za utoaji wa huduma wa afya. Okay. Karibuni sana. Asante sana. Na tunategemea ushirikiano wenu katika kipindi hichi kwa sababu tunaenda kuyazungumza pia naenda kuwajenga wananchi ambao wanatusikiliza. Kwa hiyo mimi nipende kuwakaribisha sana. Kwa hiyo kwa wanaotusikiliza sasa, kipindi cha Better Morning leo tutaenda kuzungumzia kuhusiana na masuala ya urithi wa Mkapa tokea sasa alivyofariki mpaka sasa, ni vitu gani vinaendelezwa kuwepo na vitu gani ambavyo taasisi ya Benjamin Mkapa wanavitoa. Sasa kabla ya kwenda mbali zaidi, mimi ningependa kufahamu na wananchi pia wafahamu kwamba hii taasisi ya Benjamin Mkapa ilianzishwa hasa kwa madhumuni gani? Asante. Ni taasisi ya Benjamin Mkapa kwanza imeanzishwa mwaka 2006, lakini dhumuni lake kubwa lilikuwa ni kusaidia kwenye maeneo ya huduma za ukimwi. Lakini baadaye tukaja tukaongeza pia maeneo mengine kwenye mwaka 2016. Okay. Kwa sasa hivi ni zaidi ya ukimwi, kuna mama na mtoto, tuna masuala ya kutoa ufadhili wa masomo, tunazungumzia habari ya huduma wa afya ngazi ya jamii na maeneo mengine ya uboreshaji wa huduma za afya kwa ujumla. Na hasa sasa kwa mfano kwa ambao wanatusikiliza muda huu wanatamani kufahamu lengo mahususi hasa, yani mlitarget watu gani hasa au ni rika zote kipindi mnaanzisha hii taasisi? Kwa madhumuni ya uanzishwaji wa taasisi ya Benjamin Mkapa ambayo ilianzishwa na muasisi wetu hayati Benjamin William Mkapa kwa kushirikiana na Bill Clinton ambaye pia ni rais wa Marekani. Dhumuni kubwa ilikuwa wakati huu ukimwi ulikuwa ni tatizo. Kwa hiyo wananchi walikuwa wanapata shida, kulikuwa na shida ya dawa, matibabu na mambo kama hayo. Kwa hiyo dhumuni kubwa ni kutoa huduma za ukimwi kwa wote, kuanzia watoto, watu wazima, vijana. Kwa hiyo marika yote yalikuwa yanahusika kwenye eneo hilo la utoaji wa huduma za ukimwi. Okay. Bwana, kwa wewe ambao unatusikiliza hivi sasa, nadhani umeshapata mwanga kidogo kwamba kipi tukinaenda kuongelewa na kipi tutabizi sana kwenye hichi kipindi cha Better Morning. Sasa kwa upande wa taasisi hii ya Benjamin Mkapa, labda Benjamin Mkapa kipindi anaondoka ameacha urithi gani, tuseme legacy ambayo ameiacha tokea yeye amefariki mpaka kufikia muda huu mnaiendeleza nyenye taasisi? Asante ndugu mtangazaji, tunayo mengi sana ya kuzungumza. Sijui kama muda utatosha, lakini ni mengi. Kwa sababu sasa hivi tunazungumzia miaka 20. Ndio, miaka 20. Kuanzia 2006 mpaka leo tuna miaka 20. Tumekuwa na miradi mbalimbali. Kuna miradi ambayo ni ya rasilimali watu afya, kuongeza huduma hizo kwa maana ya kupata rasilimali kwa ajili ya watu kwenda kutoa huduma kwenye vituo vya kutolea huduma. Lakini pia tuna eneo la huduma zenyewe. Tuna miradi ambayo pia inaangalia eneo la huduma mama na mtoto, ukimwi, kifua kikuu, lakini pia kutoa elimu kwenye eneo la ngazi ya jamii kwa maana ya kuwa na wahudumu wa afya, miradi ambayo pia na yenyewe inawaunganisha wananchi sasa na vile vituo vya kutolea huduma kupitia wahudumu wa afya ngazi ya jamii. Kwa hiyo tunao mengi ya kuzungumza kwenye eneo hilo, lakini pia tumekuwa pia na kuboresha eneo la miundombinu. Ujenzi wa nyumba za watumishi zaidi ya 482 zimejengwa kwenye maeneo yale ambayo yalikuwa yana uhitaji, kwa sababu pia lazima usogeze wale wahudumu au tuseme wataalamu wa afya karibu na huduma, ili inapohitajika huduma isiwe ni kazi tena kumtafuta daktari. Lakini tuna maeneo tumejenga vyumba vya upasuaji kwa ajili ya kutoa hizo huduma za mama na mtoto. Kuna maeneo mengine tumeboresha huduma za vile vituo vya kupima
kifua kikuu. Kwa hiyo tuna maeneo mengi ambayo tunagusa. Kwa hiyo kwa ujumla ni kama vile tumegusa kila mahali. Watanzania zaidi ya milioni 33 tumeshawafikia, mikoa yote 26 tupo, lakini pia ukiangalia halmashauri zote 197 mpaka na Zanzibar tupo. Kwa hiyo tuna eneo kubwa kidogo. Kwenye eneo la rasilimali watu pia tuna nafasi kubwa, kwa maana ya kwamba mpaka sasa zaidi ya watumishi 8,200 wameajiriwa, na kati yao kuna ambao pia wamefanikiwa kuingia kwenye utumishi wa umma moja kwa moja ili kuweza kuendeleza zile huduma. Lakini kwenye eneo la huduma za afya ngazi ya jamii nitamkaribisha mwenzangu ataendelea, lakini pia tukifika kwenye akimaliza atazungumza pia wa huduma zenyewe ambaye ni Dr. Kweka. Asante. Mimi nipende kushukuru sana ndugu kiongozi. Kwa mitazamo yangu na kitu ambacho kimenijia kichwani kwamba sisi ni Watanzania, si ndio hivyo? Hii ni taasisi ipo kwa ajili ya Watanzania. Sijajua kama mlikuwa mnafikiria kutoka nje ya nchi. Lakini hasa imebase kwenye Tanzania. Labda ni watu wasioifahamu, najua kuna wengine hawaifahamu, sio wote wanaifahamu. Unaona? Labda wanawezaje kufaidika na hii taasisi hasa mpaka hapa mlipofikia? Asante, labda nitazungumza na wenzangu wataongezea. Kwenye eneo la manufaa ya taasisi, sisi hatubagui nani tunamhudumia. Watumishi tunao waajiri ambao nimesema ni zaidi ya 8,200 wako kwenye vituo tofauti. Kwenye halmashauri 197 tumegusa tangu tumeanza. Kwa hiyo yule mtumishi anapokuwa kwenye kituo, unapoenda pale ni kijana ni mzee, achagui nani amhudumie. Lakini watumishi wetu pia kwa namna ambavyo sisi tunawafundisha kwenda cha kufanya, akifika kwenye kituo anatoa huduma zote. Ana uwezo wa anagusa eneo la TB, HIV, anaenda kwenye mama na mtoto. Kwa hiyo kwenye kile kituo ina maana yule mtumishi, mteja yeyote atakayetoka mahali popote, mpaka na Dar es Salaam pia wapo. Walikuwa kwenye maabara ya taifa pale Muhimbili pia walikuwa wanatoa huduma. Kwa hiyo kwa eneo hilo tu kila mahali tunagusa kwa namna hiyo. Naomba nimkaribishe mwenzangu aweze kuzungumzia kwa eneo sana. Ni maono ya muasisi na taasisi pia kutekeleza shughuli zake si tu ndani ya nchi bali hata nje ya mipaka ya Tanzania, kwa maana ya Afrika yote kwa ujumla. Hiyo ni moja ya maono ya taasisi. Lakini kwa watu gani hasa tumewalenga? Ametamka hapa mwenzangu kwa kuongezea tu, tunalenga watoto. Tuna miradi ambayo inahusiana na watoto, tuna miradi ambayo inahusiana na vijana baadaye, tuna miradi ambayo inahusiana na makundi ya rika tofauti pamoja na ile watu wote kwa pamoja. Kwa hiyo kwa kupitia miradi hiyo taasisi imeweza kufanikisha kuwafikia watu wengi sana. Kama taasisi kwenye upande wa afya ya jamii tumeweza kushirikiana na Wizara ya Afya pamoja na Ofisi ya Rais TAMISEMI kufanikisha mafunzo kwa wahudumu wa afya ngazi ya jamii. Awali mwongozo wa mwaka 2021 ulikuwa unaelekeza kuwaweka wahudumu wa afya ngazi ya jamii wawili kwenye kila kijiji. Lakini tumeendelea kushirikiana na serikali kwenye kufanikisha utengenezaji wa miongozo, sera na miongozo, na sasa tumefikia kwenye hatua ya kuwafundisha wahudumu wa afya ngazi ya jamii kwenye mtaala wa miezi 6, alafu pia kuweka kutekeleza majukumu yao kwenye ngazi za vitongoji. Sasa kila kitongoji wapo wahudumu wa afya wawili kwenye mikoa yote ambayo tunatekeleza shughuli zetu kwenye maeneo yote ya afya, tukianzia kwenye lishe, afya ya uzazi pamoja na magonjwa ya milipuko. Kama hivi sasa hivi unasikia kuna Ebola. Tuna wahudumu wa afya ngazi ya jamii wako kwenye mikoa ya mipakani huko kama Kagera, Geita, wanaanza kujiandaa kwa ajili ya kuanza utambuzi wa wale ambao watu wanaona kabisa wako suspect na masuala ya Ebola na milipuko mingine. Kipindi cha Uviko 19 taasisi ilishirikiana na Wizara ya Afya pamoja na TAMISEMI kwa karibu sana, na tuliweza kufikia idadi ya watu wengi sana, zaidi ya watu 800 kwenye kuchanja ile Uviko 19. Karibu. Yeah. Sawa. Nikijazia kidogo kwa walichosema wenzangu. Kwa hiyo utaona kwamba niongee takwimu kidogo, maana umeuliza manufaa gani ambayo jamii imepata. Kwa hiyo katika kutoa kwetu huduma za afya, kuna wakati tumetoa huduma za afya tukiunganisha huduma zaidi ya moja, tunasema integration. Tunatoa TB, huduma ya TB na ukimwi kama alivyosema kwenye vituo, na hii imetusaidia
katika sehemu nyingine mpaka zaidi ya mara 6 ya kawaida kwenye kugundua kesi za wagonjwa wa TB. Kwa hiyo utaona hayo ni mafanikio makubwa, lakini pia kama alivyosema kuna makundi tunamfikia kila mtu, lakini pia tunayapa kipaumbele yale makundi maalum. Hapa tunazungumzia wanawake, tunazungumzia vijana, tunazungumzia watu wenye ulemavu. Kwa hiyo tuna miradi ambayo ina mlengo moja kwa moja, tunamlenga mwanamke. Na hapa tunazungumzia elimu ya uzazi, tunazungumzia kipindi cha uzazi, tunazungumzia huduma za family planning. Kwa Kiswahili uzazi wa mpango, kwa natafuta hilo neno, uzazi wa mpango. Kwa utaona kwenye kutoa huduma hizi zinazomlenga mwanamke na kijana mdogo, kijana wa kiume na wa kike, tumeweza kufikia zaidi ya watu 40,000. Tunawapa hizi huduma za family planning. Sawa, kupitia modo mbalimbali. Kuna modo nyingine tunazitoa kwenye vituo vya afya, kuna nyingine tunawaunganisha watu wa jamii, wanawafuata watu kwenye jamii zao kwenda kuwapatia hizi huduma. Sawa, na kama alivyokuwa anasema mwenzangu, kwenye hizi huduma za mama na mtoto tumeweza kufikia mpaka vituo 700 nchi nzima. Sawa, hivi ni vingi kidogo. Wafanyakazi na huko kote tunaweka wafanyakazi ambao hao wafanyakazi kama alivyosema tuna deploy wafanyakazi wanakuwepo kwenye vituo, na mlengo wetu mkuu unakuwa ni hiyo huduma ya mama na mwana. Sawa, kwenye baadhi ya miradi ili waweze kutoa hiyo huduma. Lakini pia kundi lingine muhimu ni vijana. Sawa, nimeshasema kuhusu vijana, tunafanya nini na vijana? Tuna miradi ambayo tumetekeleza Chemba, Zanzibar, tunalenga vijana. Na hapa tunawatengenezea vijana nafasi ya kuweza kupata taarifa. Tuna miradi ambayo ilipata nafasi ya kutengenezea vijana nafasi ya kupata taarifa kuhusu afya, kuhusu mambo ya uzazi wa mpango. Tunajua vijana wanadanganyana sana mtaani. Hiki kiko hivi, ukifanya hivi imekuwa hivi. Hii yote ni sababu kwamba hakuna mahali pa kupewa taarifa. Hakuna mahali pa kuelimisha. Kwa hiyo na sisi tukaja na miradi ambayo nia yake kubwa ni kumwezesha kijana, kumpa elimu ya afya, elimu ya afya ya uzazi, elimu ya afya ya magonjwa, lakini bila kusahau kipengele cha kujiendeleza. Sawa, kijana anatafuta, tutafuta shilingi, si ndio? Kwa hiyo ndani ya hizi huduma pia tukaweka na kipengele cha kutengeneza, tunasema income generating, ili watengeneza vikundi ili waweze kupata kidogo kujistahimili na maisha. Sawa. Kwa hiyo tuna vikundi ambavyo vijana wameanzisha mpaka viwanda. Sawa, viwanda vya kukamulia mafuta, wameanzisha vikundi ambavyo wamekuwa wafugaji. Yote ni kwenye sehemu kubwa za kiafya ambazo tumezigusa pia. Hatukuacha nyumba swala la afya. Swala la lishe, sio afya, swala la lishe kwa wote. Sasa hapa lishe tunamlenga mama mjamzito, lakini wazee, lakini pia tunawalenga watoto. Kwa hiyo tumekuwa na kampeni ambazo zinatusaidia sisi kuboresha afya katika ngazi ya jamii. Tunashirikiana na wahudumu wa afya ngazi ya jamii, wanaenda kwenye jamii zetu, wanapata kuwatambua watu wenye changamoto za lishe, wanaunganisha na vituo vya afya ili waweze kupata elimu, waweze kupata matibabu, lakini pamoja na hivyo pia wanawaozesha mbinu mbalimbali za kuweza kunania afya yao ili kuweza kuboresha afya yao, wale ambao wana shida za utapiamlo na vitu vingine. Sasa utaona kwenye hiyo kitu sisi tumeweza kufikia mpaka watu 250,000. Watu 250,000 tumewafikia kwa kuwapa elimu, tiba. Kwa ujumla wake tumefikia watu 250,000. Na hii kama nilivyosema sio tu tumeweka hii huduma ndani ya huduma nyingine. Kwenye huduma labda tunapokwenda kwenye kliniki za mama na mtoto, tunatoa elimu ya mambo ya lishe na vitu vingine. Lakini kama mratibu wa huduma za afya, nisipoongelea swala la kuboresha namna gani unaboresha huduma ya afya nitakuwa sijatendea haki. Sawa. Sisi pia kama Benjamin Mkapa kwenye utoaji wa huduma zetu tumekuwa tukisisitiza sana kuboresha huduma za afya zinazotolewa vituoni. Utaniuliza tunafanyaje? Tunachokifanya sisi, moja, vituo vya afya vina timu zao ambazo zinashughulikia mambo ya quality, tunazungumzia ubora wa huduma. Sawa. Kwa hiyo sisi tunaziwezesha zile timu. Tunapokwenda kwenye vile vituo kuvitembelea, kama sema supervision kwa Kiswahili tunasemaje? Usimamizi shirikishi. Sawa. Kwa tunavyoenda kwenye huduma za usimamizi shirikishi, inakuwa ni nafasi sisi kwetu kuwaelezea ni jinsi gani au kuwasapoti kuweza kuboresha huduma za afya.
Lakini hatujaishia hapo. Tukaenda mbali zaidi. Tumewapa nafasi ya kusoma. Tunawapeleka kwenye mafunzo ya muda mfupi kwenye mambo ya ubora wa huduma, na sasa hizi tunavyoongea tunafanya kazi na wizara kuboresha muongozo wa kuwafundisha wahudumu wa afya kwenye mambo ya uboreshaji wa huduma. Kwa hiyo hii tutaona ni kwa maeneo yote, lakini pia ni kwenye yale maeneo ambayo sisi tunayasimamia. Kwa hiyo hatujaishia tu na mambo mengine ambayo naweza nikayasema. Pia tumekuwa mstari wa mbele sana kuisaidia serikali kuandaa miongozo, kureview miongozo, sawa, ambayo hii inaweza kwenda kuhudumia jamii kwa ujumla wake. Nafikiri nimeongea sana, niishie hapo kwa sasa. Asante. Kabla hujahamisha maiki, umeongelea sana kwenye masuala ya huduma za jamii ambazo mnatoa. Na umeongelea kwamba kuna vijana wananufaika, wengine wameanzisha viwanda. So kumbe mnaweza mkawasupport hadi vijana ambao sio kuhusiana na masuala ya afya. Kumbe hata vitu vingine pia mnasupport. Yaani unajua ukiongelea afya, afya ina vitu vingi sana vinachangia. Sio kula tu. Sawa. Kama wewe una kipato unapata msongo wa mawazo. Sawa. Kwa hiyo tunajaribu kumgusa kijana na jamii kwa zaidi tu ya afya, kwa sababu mimi ni mzima leo. Kuna afya ya akili. Kuna afya ya mfuko, si ndio? Afya ya mfuko inaboresha afya ya akili, si ndio? Usipokuwa na afya ya mfuko basi huwezi kuwa na afya ya akili, inapotea kidogo. Kwa hiyo tuna miradi ambayo pia tuna focus kwenye afya ya akili. Tunapita huo mlengo pia. Na hapa tuna miradi ambayo ni ya vijana, tunawalenga vijana, tunakimbizana na vijana kuhakikisha kwamba, maana tunajua nyie sisi vijana ndo kundi kubwa ambalo tunakumbwa na msongo wa mawazo, kwa sababu nasema kila mtu anawaza kutoboa. Nitatoboa vipi? Nitatoa lini? Nitafikaje pale? Jamii yetu kidogo imelega kidogo kwenye kumsupport kijana kuweza kufika pale. Kwa hiyo kwenye hii miradi tunakusaidia kwenye afya ya akili, lakini pia tunakuonyesha njia ambazo unaweza wewe ukafanya ili kuongeza kipato chako, lakini wakati mwingine tunakupa na huduma nyingine pia. Sio nimejibu au umejibu, lakini kwa kuongezea tu, unapo dini na vijana, ni lazima kwanza uanze kuwasikiliza wao. Wanataka nini? Sasa taasisi ya Benjamin Mkapa kwenye utekelezaji wa miradi yake, kwa vijana kuna mambo mengi ambayo yanawazuia kwenye ufikiwaji wa huduma za afya. Mojawapo ni ukosefu wa rasilimali fedha kwa ajili ya kufikia huduma. Kuna huduma ambazo zinatolewa bure, hizo sawa, wanaweza wakazipata. Lakini wenyewe wanasema kwamba tukienda pale kuna baadhi ya huduma hatuwezi kuzipata kwa sababu tunatakiwa tulipie. Kwa hiyo tuna afua ambazo zinawashawishi wao kwanza waingie kwenye mifuko ya bima ya taifa, na zile bima za jamii, bima ya afya ya jamii ile. Lakini pia tuna afua kama alivyosema mwenzangu, za kuwafanikisha wao wenyewe waweze kujitafutia kipato ili waweze kufikia ile huduma na kuipata, wanasema kuifikia, lakini pia na kuipata. Kwa sababu unaweza ukaifikia alafu usipate. Sasa ni lazima uwe na fedha. Sasa kwenye afua zetu pia kuna afua ya taarifa. Wengine hawajui kama kuna huduma ambazo zinatolewa bure. Kwa hiyo tunawajulisha. Kwa hiyo kupitia wahudumu wa afya ngazi ya jamii ambao wanapita nyumba kwa nyumba, kwenye mikutano, kwenye masoko, wao wanatoa elimu ya afya na wanaeleza zile huduma ambazo zinapatikana kwenye wanatoa elimu kwa vijana kwenye zile huduma ambazo zinapatikana bure kwenye kituo, na zile huduma ambazo wao watatakiwa kuchangia aidha kwa fedha au kupitia mifuko ya bima ya afya. Nashukuru sana baba. Kwa vijana ambao mnaendelea kutusikiliza, naamini mnaendelea kupata kitu ambacho hamkutarajia ukipata. Kwa hiyo mimi nipende sana kuwashukuru kwa wale wasikilizaji. Labda kwa hapo nina swali kidogo. Sasa kipindi mnaianzisha hii Benjamin Mkapa taasisi 2006, nimesema sana mlibezi sana kwa sababu ukimwi ndo ulikuwa umepamba moto, si ndio hivyo? Sasa kitu ambacho cha kujiuliza ni kwamba kipindi hicho ukimwi ulikuwa ni kama changamoto kubwa sana kwa Watanzania na hata pia nchi zingine. Labda kwa sasa hivi takwimu ya ukimwi tokea 2006 mpaka sasa hivi, je, ipoje na labda unapungua au ndo unazidi kuongezeka au imekaaje takwimu zake, na kwa sasa hivi vipi?
Asante. Tuseme kwa namna moja ama nyingine, tatizo, kuna maeneo ambayo yanafanya vizuri ambayo maambukizi yamepungua, lakini pia kuna maeneo bado ni sumbufu. Nikisema hivyo namaanisha nini? Tunapozungumzia kwa mfano eneo kama la maambukizi ya mama kwenda kwa mtoto, hilo eneo sasa hizi kwa asilimia kubwa limepata ufumbuzi. Mtu ambaye anapima afya yake kabla ya anapogundua kwamba ni mjamzito na akafuata yale masharti, hata kama wewe ni mwambukiza, umeathirika, sio umeathirika, naomba tusitumie neno athirika. Hamna muathirika kama unaishi na virusi vya ukimwi. Sawa, kama unaishi na virusi vya ukimwi lakini ukapima afya yako mapema na ukajua afya yako na ukafuata yale masharti tunayopewa kliniki, uwezekano wa kumwambukiza mwanao uko chini ya 3%. Unajua maana yake nini? Unasema katika watu 100 ni watu 3 tu ndio wanaweza wakaambukiza, lakini chini ya 97% wengine wote ukifuata masharti unaweza usipate. Kwa hiyo unaona kuna nafasi kupana, kuna hatua imepigwa kubwa sana. Lakini pia kwenye swala la kutambua afya yako, zamani watu wengi walikuwa naambukizana sana maradhi kwa sababu walikuwa naambukizana sana VVU kwa sababu walikuwa hawajui afya zao. Lakini tunavyozungumza leo, tunaamini kama zaidi ya 90% ya watu ambao wanaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi wanajua afya zao. Sawa? Kwa hiyo pia inapunguza yale maambukizi ya mtu kwenda kwa mtu kwa zile njia ambazo zinafahamika. Lakini tuseme matumizi ya dawa, kuingia kwenye matumizi ya dawa, na yenyewe tunaona iko kwenye 80-90 na yenyewe, si ndio? Wanatumia dawa wale ambao wamegundulika wana maambukizi ya virusi vya ukimwi, wanatumia dawa. Sawa, tofauti na miaka ya nyuma ambayo kupatikana kwa dawa ilikuwa ni shughuli. Sawa, watu wengi walikuwa wanakufa sana. Zamani ulikuwa kama unakumbuka, ukikuta mtu ilikuwa ni rahisi sana kwambia yule ana maambukizi, lakini sasa hizi hali haiko hivyo. Inakuwa kama ni minong'ono tu. Ni ngumu sana kujua kwamba ana maambukizi au mimi na wewe hapa, kuna mmoja wetu anaweza akawa naishi lakini mnaziita njugu, anaweza anapiga njugu, yani afya iko safi kabisa. Bado watoto wanataabika sana. Watoto msaidiaje akiwa na maambukizi? Bado wazazi sehemu nyingine mpaka inafika mahali mzazi yeye anajikumbuka, lakini kumkumbuka mtoto, kuzingatia matibabu inakuwa ni shida. Kwa hiyo bado kidogo kwenye eneo la watoto kidogo kuna kuhangaika. Lakini pia bado kuna lile kundi tunaloliita linaloendesha maambukizi. Unalifahamu kundi hilo? Labda ukalisema ili na watu walifahamu. Kundi hilo ni vijana na vijana wa kike na wa kiume. Vijana wenye umri kati ya miaka 15 na 24. Sawa? Na wanaume vijana wa kiume wenye umri kati ya miaka 25 na 35. Bado shida iko kwenye haya makundi mawili. Bado changamoto. Yani bado hapa maambukizi kwenye haya makundi yako ya moto. Okay. Umeelewa? Kwa hiyo lakini tunaelekea kuzuri, mambo mengi yamefanyika na kuna hatua nzuri zimepigwa mpaka sasa. Okay, mimi nipende kushukuru sana. Sasa kuna swali limeulizwa na msikilizaji hapa kwamba inasema hivi, inasemekana ukimwi sio issue kubwa miaka hii, wakati taasisi inaanzishwa ilijitambulisha kujikita huko zaidi. Vipi, ni kweli ukimwi sio big deal kipindi hiki? Nitakuwa taratibu kidogo, nachelea najaribu kuelewa big deal maana yake nini. Yani najaribu kufikiria jinsi big deal ni kama tuseme yani sio tatizo kubwa. Bado ni tatizo, lakini matatizo pia mengine mengi ya mtu. Sisi kuacha kudili na ukimwi moja kwa moja hatuja actually. Sisi kuongeza uigo wetu wa huduma haina maana kwamba ukimwi sio tatizo. Ila tumeona kwamba tunaweza tukafikia tena na huduma nyingine na zaidi. Kwa mfano, tujiongelea huduma za mabadiliko ya tabia nchi na afya. Hiyo pia tunatoa. Tujiongelea huduma, hatujasema kwamba pia tunatoa huduma ya ulemavu, watoto wanaozaliwa na vifundo vya mguu. Na kila kukicha tunafikiria ni jinsi gani tunaweza kusaidia. Maana mzee wetu alikuwa anasema better lives, kufikia hakikisha watu wana afya njema. Kwa hiyo sisi kila kukicha tunachofikiria sisi kufanya ni kuboresha maisha ya watu kwa kuboresha afya zao. Kwa hiyo utasikia kesho, usishangae ukisikia jamaa saizi wanafanya na wazee, wameingia kwenye huduma za wazee.
Sawa, haina maana kwamba hiki tunachokifanya leo hakina maana. Hapana, kina maana, lakini tumeona na huko pia tunaweza tukaweka mkono wetu na tukasaidia kwa njia moja. Kwa hiyo bado ni tatizo. Bado tunaendelea kusisitiza, endeleeni kujilinda. Tuache kudanganyana, ukifanya hivi upati, ukifanya hivi upati. Si kweli, bado ni shida. Okay. Kwa kuongezea tu pia kama alivyosema mwenzangu, tunazidi tu kuongeza wigo, lakini si kwamba ukimwi sio tatizo. Ni tatizo. Hivi karibuni tumeongeza tena wigo mwingine. Tumeingia kwenye eneo la malezi na makuzi ya mtoto. Ambapo mwanzoni hatukwepo, lakini sasa hivi tumeingia. Tunaafua ambazo zinahusiana na malezi na makuzi ya mtoto. Lakini pia kwa kuongezea tunaenda kwenye integration ya huduma. Yaani huduma zote zipatikane. Sasa unapokuwa unazungumza unadili na ukimwi, tukumbuke pia mama mjamzito ambaye sisi tuna mradi wake, tunaweza kumuibua tukamrudisha kwenye matibabu ya ukimwi. Lakini pia kijana huyu ambaye tunakutana naye kwenye huduma rafiki za vijana, tukimpima tukimpata tunamuingiza kwenye huduma ya ukimwi. Kwa hiyo ni swala tu la namna ya kuweza kuiangalia, lakini bado tatizo la ukimwi lipo, lakini wasije wakajidanganya kwa sababu dawa zipo. Kwa sababu sasa hivi kipindi cha nyuma nakumbuka ulikuwa ukienda kumsalimia mtu nyumbani, unaambiwa amelala pale lakini humuoni. Unasogea pale unatoa shuka ndio unagundua kuna mtu unamsalimia, sauti kubwa tu ila hayupo. Lakini kwa sasa hivi watu wanatembea nao, wanaanguka njiani, inapo ndio biashara imeisha. Kwa hiyo sio kama ukimwi haupo, ukimwi. Na sio hiyo tu, huduma nyingine zote. Yaani anaweza akaja mama kliniki kwa ajili ya kupima ujauzito, lakini unakuta kwamba ana pressure. Ndio hiyo nimesema mwenzangu hapa kwamba tunafanya integration ya huduma. Yaani tuna ulimwengu unaelekea, na sisi pia tunapenda kusisitiza au tunajaribu kufanya kwamba huduma zote zipatikane sehemu moja. Sio uende kwa ajili ya huduma ya uzazi alafu utoke uende sehemu nyingine upime, utoke uende sehemu nyingine kwa ajili ya huduma TB, utoke uende sehemu nyingine kwa ajili ya huduma ya uzazi wa mpango. Ukiingia sehemu moja unapata huduma zote sehemu moja. Sasa hiyo pia ndio inatusukuma na sisi kufanya huduma nyingi kwa tamu, ili tuweze kumsapoti mtu kufanya huduma zote sehemu moja. Akitoka hapo kweli ametoka wanasema one stop shop. Yaani duka moja unapata kila kitu, supermarket ya afya. Kweli. Hapo kabla hujahamisha mike, utanisamehe sana, ni bezi sana kwenye ukimwi hapo. Vijana wengi sasa hivi kweli wanaogopa kupima ukimwi. Labda ni njia gani ambazo mnatumia kweli kumshawishi mpaka kijana kweli akapima afya yake, ili mkamsaidia sasa, hata kama hajapata msaidie sasa kwamba jikinge 1 2 3, tumia njia hizo. Zipo nyingi. Sawa, lakini kubwa kuliko yote ni kukueleza faida za wewe kujua afya yako. Sawa. Faida kwa mfano gani? Tunaweza tukaongelea swala la wewe usipojua afya yako unajiweka kwenye hatari ya kupata magonjwa nyemelezi. Aina nyingi. Sawa. Ambayo ni hatari zaidi kuliko ule uoga wako. Mfano, unapata TB. Unalala kama alivyosema ndugu yangu kwamba unafika mahali unamkuta mtu amelala amebaki mifupa mpaka umfungue, unakohoa usiku kucha. Kwa nini upate TB wakati ukipima ukagundua kwamba una maambukizi, ukaanzishwa madawa mapema, huwezi kupata TB? Lakini pia tuangalie kwanza tunakueleza faida. Tunakukinga na nini kwa kutokupata? TB ni moja hapo, lakini kuna kansa. Kuna kansa nyingi, kuna kansa za ngozi, kuna kansa za damu. Zote unaweza ukapata tu ukipima. Lakini pia tunapenda kumuelewesha mtu aelewe kwani ukimwi ni ugonjwa. Ni upungufu wa kinga mwilini. Kumbe unajua vyema. Kwa ukimwi ni upungufu wa kinga mwilini. Kwa wewe unapewa dawa ili mwili wako uwe na kinga. Kuna watu wanatania wanasema mtu anaweza akasema ni bora kuwa na kitu fulani kuliko ukimwi. Kwa nini? Kwa sababu mgonjwa wa ukimwi hukatazi kufanya chochote. Sawa. Kwa hiyo sisi tunakueleza faida ya wewe ufanyaje hilo. Dawa zipo. Una uwezo ukaendelea na maisha yako kama kawaida. Una uwezo wa kuzaa na watoto wasipate maambukizi. Sasa kwa nini uogope kwenda kupima? Umeelewa? Zamani ni kweli ilikuwa ni changamoto kwa sababu dawa zilikuwa hazizuii maambukizi. Watu walikuwa wanakufa kwa sababu ya kukosa dawa. Lakini hivyo vitu vyote sasa hivi vipo. Kwa hiyo huna sababu ya kuogopa kwenda kupima. Sana kutokwenda kupima kwako kutakusababishia wewe kupata magonjwa ambao hicho unachokiogopa ndicho kitakachotokea. Utalala, utakufa, utatembea na maambukizi, utaambukiza watoto wako, watateseka.
Sawa. Kwa hiyo hapo tunaongea, alafu pia tunakuelewesha kwamba zamani ndio ulikuwa uende mbali, sasa hizi vituo vyote vinatoa vyote vinatoa hadi vijijini, na unachagua mwenyewe na unachagua wapi. Kweli. Kuna kliniki za wababa wanaogopa kwenda kuonekana kwenye foleni. Kuna kliniki za wababa za usiku. Kuna kliniki watu wanafanya mobile, tunawafuata mlipo kwenye magereji, sijui wapi, watu wanawafuata kwenye jamii. Kuna hospitali zinafanya outreach visits, zinaenda kwenye jamii kwenda kutoa dawa. Kwa hiyo sio tu wewe kwenda, lakini pia vituo vinawafuata watu kwenye jamii na kuletea huduma mpaka ulipe. Sasa ugumu mkoba. Sasa kwa nini uogope? Okay. Umeelewa? Hiyo yani hiyo, kwa hiyo tukikueleza faida za kupima, tukikueleza njia yako inakuelekea, tukikueleza urahisi wa kupata huduma, tunaamini na tunakuonyesha na mifano. Sawa. Na hatari za kutokupima pia. Alafu tunakuonyesha na hatari za kutokupima. Okay. Alafu kuna kitu kimoja hapa kimenijia bana. Kwa zamani kwa mtu ambaye anasemekana ana ukimwi, dalili zake zinakuwa zinajulikana, labda kama kukonda, kuanza kupungua kilo, umeona, labda kukohoa, nywele zinabadilika rangi, zinanyonyoka. Kwa sasa hivi vipi? Hizo dalili zipo au hiyo sio shida ya ukimwi? Ni shida ya magonjwa nyemelezi. Ndio nilichokuwa najaribu kukuelewesha. Sawa. Kinachokusababisha wewe kukonda sio ukimwi, ni TB unayoumwa. Kwa sababu hautumii dawa, kinga yako imeshuka. Kinachokusababisha ngozi inakuwa mbaya, unapata mapele, unapata mafangasi mdomoni, sio ukimwi, sio VVU, ni ukimwi, sio VVU. Sio vile virusi vya ukimwi, ila ni upungufu wa kinga mwilini. Sawa. Sasa ule upungufu wa kinga mwilini unakusababisha unapata maradhi, magonjwa nyemelezi. Ndio analeta hizo fungus mdomoni, ndio anakufanya unapungua, ndio anafanya ngozi inaharibika. Sasa kama uvitake vyote, pima mapema ujue, tumia dawa, kinga yako irudi kawaida. Ikirudi kawaida hayo yote hayatatokea. Kweli. Tutakuwa wote tunafanana. Na ukiona unahofia pia kwenda kwenye kituo cha afya, kama nilivyosema hapo awali, tuna wahudumu wa afya ngazi ya jamii. Wapo maeneo yetu kabisa tunaishi nao. Inawezekana vijana wengi hawajawahi labda kuwaona kwa sababu hao huwa wanawaona alafu labda wanawadharau tu. Lakini wale wamepitia mafunzo mazuri tu ya miezi 6 na wana uwezo wa kuwasaidia. Wawaone. Yaani waulizie, hata waende serikali ya mtaa waulizie, jamani kuna mhudumu wa afya ngazi ya jamii. Kama ana shida ya kutaka kondom hapo atapata. Akitaka usaidizi wowote wa taarifa sahihi za kiafya atazipata kupitia kwake tu. Taka elimu anaipata. Ataka elimu anapata. Lakini kama kuna shida ambayo itamlazimu kufika kwenye kituo cha afya, yule mhudumu atamuongoza na kumfikisha na kuhudumiwa bila hata watu wengine kujua. Na hii si tu kwenye ukimwi, hata magonjwa mengine ya ngono. Na kujazia tu hapo, hawa wahudumu ngazi ya jamii, wahudumu wa afya ngazi ya jamii ni watu muhimu sana. Sio tu wanakufikishia huduma, lakini wanakusupport, wanakufanya uendelee kuwepo. Wanakusupport mentally, wanakuunganisha na watamuunganisha mtu anaishi VVU na wenzake. Sawa, lakini wanakupatia ile support unayohitaji. Sawa, kwa kuanzia kimawazo, kwa sababu wao wengine wanenyewe wanaishi na VVU. Kwa hiyo wanakuonyesha njia. Mimi mfano kwamba mimi mwenyewe naishi mfano halisia kabisa na watoto wangu wale. Kwa hiyo kuna support structure tunasema. Yaani kuna kitu ambacho kina uwezo wa kumsaidia anayegundulika. Yaani watu wengi wanaogopa kwamba ukigundulika utakuwa uko peke yako. Yaani tunachokwambia hauko peke yako. Hiyo ilikuwepo zamani sana. Sasa hizi utakuwa, simaanishi kwamba usiogope kupata. Sicho ninachomaanisha, lakini ninamaanisha ikitokea bahati mbaya au ikitokea umepata, jua hauko peke yako. Okay. Lakini pia kwa kuongezea ni kwamba mhudumu huyu pia ana uwezo pia wa kumpelekea mteja dawa nyumbani. Yes. Kwa hiyo pale ambako pia mteja anahitaji dawa zake azipate, mhudumu anaweza kwenda kwenye kituo na kadi yake akamchukulia dawa akampelekea. Kwa sababu kuna mazingira mengine zaka labda ni mlemavu au na vitu kama hivyo. Kwa hiyo pia na hiyo huduma inapatikana. Kwa hiyo mpaka mahali ulipo huduma hiyo unaipata. Lakini pia kuna swala la kujipima mwenyewe
na lenyewe pia limeanza. Mimi mwenyewe nishawahi kujipima. Umewahi kujipima? Kwa hiyo unaona urahisi wa namna ambavyo hizi huduma tunaendelea kuzirahisisha, lakini kuhakikisha kwamba mtu anaipata popote alipo na pia anaweza kuipata kwenye maeneo ambayo ni privacy kidogo. Okay. Tumefikisha miaka 20 sasa kama Benjamin Mkapa. Kwa hiyo ni vitu gani ambavyo umeviandaa kwenye hii 20th anniversary ya Benjamin Mkapa? Asante. Ninashukuru kwa swali zuri. Kimsingi kwenye miaka yetu 20 tumekuwa na shughuli mbalimbali ambazo tunaendelea kuzitekeleza kama kumbukizi ya hiyo miaka 20. Huduma zinaendelea, kwa hiyo miradi yetu inaendelea kufanya kazi zake, lakini pia tumekuwa na health camp inaendelea kule Mtwara, ambayo ni utoaji wa huduma ambazo tunazo support, lakini pia na zile nyingine. Lakini hii tunaifanya kwa kushirikiana na hospitali ya Mkapa kule Dodoma ambao tuko nao kule, lakini hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mtwara na pia na hospitali ya Masasi. Kwa hiyo hii camp inaendelea pale Masasi, wanatoa huduma ya vipimo tofauti, bobezi, na kwa sababu wataalamu wapo pale wa kutosha. Labda nimkaribishe Dr. Kweka aweze kuongezea kwenye eneo hilo. Okay, karibu sana. Asante. Nafikiri amesema kwa urefu wake. Kwa hiyo kama alivyosema, kwanza zimepangwa kufanyika kambi za afya 2. Na dhumuni kubwa za kambi hizo ni kupima afya, magonjwa mbalimbali yanaambukiza na yasiyoambukiza. Kwa hiyo kama alivyoelekeza, ya kwanza inaendelea Mtwara sasa hivi, ambayo taasisi inashirikiana na hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma, na kule Mtwara wanafanya kazi na uongozi wa level ya mkoa afya na level ya wilaya afya, wameset up hiyo kampi kwa Masasi. Kama alivyosema, wapo kwa siku kadhaa. Hatujawasahau pia watu wa Dar es Salaam. Kuna nyingine tunategemea itafanyika. Naomba muendelee kusikilizia, tarehe zitatangazwa, na hii tutafanya kwa ushirikiano na JKCI. Na kama natumai itafanyikia pale tulipo sisi, ofisi zetu zipo, lakini hatujajua bado. Tutajua, tutatangaza. Na haya yote ni kwenye kumwenzi, kuwapatia watu nafasi ya kupima afya zao. Mtu anajiuliza, nitaenda wapi kupima hiki, nitaenda wapi kupima kile, nitajuaje na pressure, au unaogopa kwenda kupima kama ulivyosema. Vijana tunawakaribisha, unaweza tukawa pia tuna huduma za upimaji wa afya. Kwa hiyo ni kwa ufupi. Asanteni. Okay. Na labda kwa sababu tunaelekea mwishoni sasa na muda umetutupa mkono, labda Mkapa angekuwepo mpaka sasa hivi, angefurahishwa na kipi kwenye hii taasisi ambayo mlianzisha? Yako mengi ya kujivunia kama nilivyozungumza tangu awali, kwamba tumegusa maeneo yapi. Kwa maana ya kwamba leo hii Mkapa angekuwepo akaambiwa Watanzania zaidi ya milioni 33.2 wameweza kupata huduma, wamefikiwa na miradi ambayo imeanzishwa na taasisi yake, inatekelezwa na taasisi yake tangu kuanzishwa, na leo ni miaka 20. Lakini pia kuweza kusustain, yani kwa maana ya kuweza kuendelea kutoa hizi kufanya hii miradi kwa miaka 20. Wengine wameingia kwenye game wamepotea. Kwa hiyo sio kazi rahisi pia. Kwa hiyo na hilo pia ni la kujivunia kwamba tumeweza kuwepo kwenye hili game kwa miaka muda mrefu. Kwa hiyo tangia inaanzishwa mpaka sasa hivi upo. Na hatuwezi na hatuna mpango wa kutoka mpaka kiweze kueleweka, Watanzania waweze kupata huduma. Kwa hiyo yako mengi, lakini pia atakapokuja leo akaonyeshwa nyumba zilizojengwa, vituo vilivyokarabatiwa, lakini pia tukazungumzia watu pia waliofikiwa, kwa maana ya Watanzania walioajiriwa kwenye miradi yake, walioweza kutoa huduma. Kwa hiyo kuna kila mahali, ina maana vijana pia na wenyewe tumewafikia kupitia hizo huduma alizokuwa anazungumza Daktari Kweka hapa. Kwa hiyo tunasema ni eneo kubwa ambalo tumeligusa. Vijana wanapata afya ya mifuko kama alivyosema daktari. Na kwa kuongezea, hatujaishia kutoa huduma tu. Tuna watumishi wanasomeshwa, miongozo inaandaliwa, tunajenga vituo vya afya. Kwa hiyo utaona tumegusa sehemu yote ya afya. Lakini sio tu tunafanya kazi na afya, tunafanya kazi na wizara nyingine pia. Ofisi ya makamu wa rais, ndio ofisi ya makamu wa rais, vice president, ofisi ya makamu wa rais kwenye mambo ya mabadiliko ya tabia nchi na afya. Sawa. Kwa hiyo nafikiri kuna ile ndoto iliyoanza kuwasaidia watu wachache wenye virusi vya ukimwi imekwenda kuwa ndoto kubwa
na imehusisha wizara nyingi zaidi ya moja. Imefikia hatua ya miongozo mpaka nje tumefika, tunapeleka watumishi sasa hizi nje ya Tanzania. Sawa. Kwa hiyo nafikiri ana mengi ya kujivunia. Na mimi kwa kuongezea tu, nadhani hata wakati anatuaga hapa duniani, inawezekana kada ya hudumu wa afya ngazi ya jamii kwake labda haikuwa kipaumbele sana. Kwa hiyo angekuepo hapa sasa hivi, angeshangaa taasisi ambayo yeye ndo alianzisha ina wahudumu wa afya ngazi ya jamii zaidi ya 11,000 ambao wote hawa wanasimamiwa kwenye utekelezaji wake na taasisi ya Benjamin Mkapa. Na angefurahia pia namna tulivyoondokana kwenye ule, kutoka tulivyoongeza wigo zaidi kutoka kuwa kwenye HIV program, lakini ku advance kwenda kwenye maeneo mengine ya afya, na mpaka sasa hivi tunaingia huko kwenye masuala ya malezi na makuzi ya mtoto. Lakini pia kwa kuongezea, kutoka kuwa mpangaji mpaka kuwa mwenye nyumba. Sasa hivi taasisi ya Benjamin Mkapa tuna jengo letu liko hapo Mbezi, kwa hiyo tunaendelea kutoa huduma na mambo mengine mazuri na makubwa yanakuja. Tunatarajia mambo makubwa zaidi. Na kwa kuongezea, tungemfurahisha zaidi kwa sababu angekuwa mzee sasa. Na sasa tunaenda kwenye huduma za wazee. Alikuwa anakula pensheni sasa kwenye uzee wake angefurahi kwamba yeye na wazee wenzake sasa wanahudumiwa na taasisi yake. Kwa sababu tunafikiria pia kuongeza wigo na kuona wazee pia kwenye huduma zetu za afya. Kwa hiyo yapo mengi na naamini ataendelea kuwa na furaha kwa mengine mengi huko aliko. Mungu ampumzishe. Okay, mimi nipende kuwashukuru sana ndugu madaktari. Kikubwa ni ijue afya yako. Okay, ijue afya yako. Yaani hilo ndo kubwa kuliko yote. Ukijua afya yako, moja utajikinga, lakini utawakinga unaowapenda. Sawa, ijue afya yako ili ujikinge na uwakinge unaowapenda. Kama umeambukizwa, uwakinge usiambukizwe waambukize. Kama hujaambukizwa, basi jikinge. Na walioambukiza tutawaambia msikate tamaa. Dawa zipo, jiungeni kwenye matibabu na maisha yataendelea kuwa kama kawaida. Una uwezo wa kufanya mambo yako, maisha yako kawaida kama mtu mwingine yoyote ukiingia kwenye matibabu. Nikimaanisha hata kuwa na familia na watoto wako usiwaambukize. Kwa hiyo tusiogope kujua afya zetu. Pa kuingilia ni kujua afya yako. Sio tu kwa ajili ya kuwa na afya njema, lakini ili uweze kuendelea. Ni nguvu ya jamii. Ndio sema ndio nguvu ya jamii. Vijana ndio nguvu ya jamii. Vijana ndio viongozi wa kesho. Ili uwe taifa la kesho. Ili tuendelee kuchangia kwenye taifa letu. Na nadhani mtaji mkubwa kabisa kwenye maisha yetu sisi ni afya yako. Kwa ndio hicho kitu ambacho tunatakiwa kukilinda sana kuliko kitu chochote. Na ukijua afya yako utakuwa umeilinda. Kweli. Karibu sana. Tunategemea kuwa na kumbukizi. Yaani tutakuwa na kumbukizi ya muasisi wetu ambayo itafanyika hapa Dar es Salaam tarehe 16. Lakini wakati tuna 16 mwezi huu, tarehe 16 mwezi Julai. Julai. Okay. Lakini ndani ya kumbukizi pia tutakuwa na kongamano la kujadiliana mambo yetu kwenye sekta ya afya, kwenye rasilimali watu, sekta ya afya, ambalo litakuwa ni tarehe 14 na tarehe 15. Kwa hiyo tarehe 14 na 15 tunawakaribisha pale ukumbi wa Julius Nyerere International Convention Center, ambako tutakuwepo kwenye kongamano la siku 2 na siku ya 3 tutakuwa kumbukizi tarehe 16. Lakini kwenye hilo kongamano siku ya tarehe 14 ipo mahususi kwa ajili ya vijana. Tunataka tukae na vijana wajadili mambo yao. Kuna maeneo ya kujadiliana fursa zilizopo kwa maana ya sekta binafsi na sekta ya umma, lakini pia kujadiliana kuhusiana na masuala ya teknolojia kama ulivyozungumza, innovation na maeneo mengine. Kwa hiyo tuna program maalum ya siku ya kwanza inaitwa Youth Track. Pale ni vijana wanakaa, wanajadiliana, wanaweka mambo yao sawa. Lakini pia watakuwepo wazee ambao pia wataenda wanawapa ushauri, lakini watawaonyesha njia ili waweze kufika kule waliko wazee walikofikia. Lakini kwenye hiyo siku ya tarehe 16 ndio hiyo itakuwa siku ya kumbukizi, ambayo mgeni rasmi atakuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ndiye atakaye kuwa na sisi siku hiyo. Kuweza kuangalia pia mzee ametuachia nini na namna gani tunaendelea. Kwa hiyo tunakaribisha Watanzania wote
kwenye kumbukizi, lakini pia kwenye kongamano. Na hapo kwenye eneo la kongamano tuna ada ya kujiunga. Kwa hiyo ukiingia kwenye website yetu utapata maelekezo namna ya kujiunga ili uweze kushiriki kwenye kongamano na tuweze kuwa pamoja siku hiyo. Okay, mimi nipende kuwashukuru sana kwa kufika Boresha Radio na pia kwa kuwa kwenye kipindi cha Beta Morning. Sasa kwa wale ambao wanatusikiliza muda huu, wewe kijana, kama mzee, kama mama, basi usikose hizi huduma hizi. Wafuatilie Mkapa Foundation. Ukienda pale Chrome utawapata kwenye website yao Mkapa Foundation, na taarifa zote na kila kitu utakikuta kwa kule. Kwa hiyo endelea kukifuatilia sana. Nipende kuwashukuru sana kwa wale ambao wamekuwa pamoja na sisi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hichi.